mustaqim, na kwa hakika wewe wallahi unawaongoza watu katika njia iliyonyoka. Hidayah gani hiyo? Irshadin. Lakini kukubali unachokisema, hili sio jukumu lako. Mungu anamwambia mtume wake, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Wewe mtume huwezi kumuongoza unayomtaka wewe, lakini Mungu ndio humuongoza amtakaye. Kwa hidayatu irshadi, jukumu la kuongoza watu, ili jukumu la mtume ambalo mirathi hii mmeachiwa nyinyi mashehe. Jukumu lenu ni kuwapa watu muongozo. Bwana, hivyo sivyo, hivyo Mungu hataki, sahihi ni hivi. Ili jukumu lako imamu, jukumu lako shekhe, jukumu lako mwalimu, jukumu lako ustadhi, wajibu wako kufanya hivi. Kukubali wale na kuto kukubali, hili sio jukumu lako, hili ni jukumu la Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mungu anamkatazia mtume, anamkatalia mtume nini? Hidayah. Mtume hana hidayah, hana uwezo wala hana jukumu la kuwafanya wale wakubali, hilo hana. Lakini Mungu ndio anaowafanya wakubali wale anaowataka. Laisa alaika hudahum, si wajibu juu yako kuwapa hidayah, kuwapa wao hidayah, kuwaongoza wao, walakinna Allaha yahdi man yasha. Wama tunfiqu min khairin fali anfusikum, na chochote kile mnachokitoa katika njia za kheri, hicho mnafanya kwa ajili ya nafsi zenu. Ukigoma kutoa unaiangamiza nafsi yako, na ukitoa unainufaisha nafsi yako. Fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtighaa wajhi llah, na nyinyi hamtoi isipokuwa kwa kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wama tunfiquna, ukifanya nafyun kama maana yake ya asili, wama tunfiquna, na nyinyi hamtoi illa ibtighaa wajhi llah, isipokuwa kwa kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu. Baadhi ya wanachuoni wanasema nafyu hiyo ina maana ya nahi. Kwa hiyo maana yake msitoe ila kwa kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Msitoe ila kwa kutaraji radhi zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wama tunfiqu min khairin, na chochote mnachokitoa miongoni mwa mambo ya kheri. Umetoa misahafu wanafunzi wakasome, umetoa posho mwalimu aweze kubaki pale darasani kusomesha, umetoa bati na kwenda kuwezekea ile madrasa yenyewe inavuja, umetoa katika kilimo chako, umetoa katika mshahara wako, umetoa katika biashara yako. Chochote mtakachokitoa miongoni mwa mambo ya kheri, yuwaffa ilaikum, mtalipwa malipo yaliyokuwa kamili. Alwafau ni kutekeleza kitu kamili. Yuwaffa ilaikum, mtalipwa malipo yaliyokuwa kamili. Wa antum la tudhlamuna, na nyinyi hamtodhulumiwa chochote. Wa antum la tudhlamuna, na nyinyi hamtodhulumiwa chochote. Aya zote zinazohimiza kutoa, kutoka pale tulipotoka mpaka hapa tunapofika, lilfuqarai, anfiqu lilfuqara, toeni kwa ajili ya mafakiri. Mwanzo tulisema na tunarudia, wametajwa kundi moja kuwakilisha kada nyinginezo. Toeni kwa ajili ya maskini, mafakiri, unaelewa? Alladhina, mafakiri ambao uhsiru fi sabilillah, waliozuiliwa kufanya kazi za kujipatia kipato kwa ajili ya kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Uhsiru, wamezuiliwa kwenda katika mihangaiko, kulima hawaendi, kufanya biashara hawaendi, kazini hawaendi, wamezuiliwa kutafuta kipato fi sabilillah, kwa ajili ya kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Kama hujaelewa, la yastati'una darban fil ardi, hawawezi kusafiri duniani. Darban kwa maana ya safari, la yastati'una, hawawezi, darban fil ardi, kusafiri ardhini, sio kupiga, usafiri.
Yahsabuhumul jahilu, huwadhania mtu asiyewajua. Aljahilu ni yule mtu asiyewajua. Yahsabuhumul jahilu, mtu asiyewajua anawadhania aghniaa, ni matajiri, ni wenye uwezo, minataafufi, kwa sababu ya kujizuia kuomba. Kuna mtu hana na hata siku moja umuone yeye kuja kuomba, watu wanamdhania anazo, lakini pia yuko smart, kama wanakusema Waswahili, usafi uficha umaskini. Kafua, yuko smart muda wote, siku zote. Mtu asiyemjua asema yule nyumbani kwake japo milioni 15 ndani ya kosi, kumbe chakula cha usiku hana. Yahsabuhumul jahilu aghniya, huwadhania hao, yule asiyewajua hao ni wenye uwezo, ni matajiri. Kwa nini anawadhania hivyo? Mina taafufi, kwa sababu ya kujizuia kuomba. Taafuf ni kujizuia na jambo fulani. Kule imekuja kwa muundo mwingine, waliyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, na wajizuie na mabaya. Liyastafif, kujizuia, wajizuie na machafu. Alladhina la yajiduna nikahan, wale ambao hawana uwezo wa kupata pesa ya kuolea, wajizuie na mabaya, isiwe tena ndio kila imekuwa nongwa. Hatta yughniyahumullahu min fadli. Na yule msemaji mmoja mwenye busara anasemaje? Ifu taifa nisaukum fil mahrami watajannabu ma la yaliqu bimuslimi man yazni bibaitin bialfi dirhami fi baitihi yuzna bighairi dirhami man yazni yuzna bihi walau bijidarihi in kunta ya hadha labiban fafahami inna zina daynun fa in aqradtahu kana alwafa min ahli baitika fa'alami ya hatikan sitra arrijali wa qati'a subul almawaddati ishta ghayra mukarrami law kunta hurran min sulalati tahiri ma kunta hattakan li hurmati muslimi. Afa ya ifu ni kufanyaje? Ni kujizuia na mabaya. Ifu, jizuieni na mabaya, jizuieni na machafu. Taifa nisaukum fil mahrami, ndio watajizuia wake zenu na mambo ya haramu. Kwa ifa ni kufanyaje? Ni kujizuia. Hawa wapewe mafakiri ambao wamezuiliwa kufanya biashara. Sio kuna mtu kawazuia, wenyewe nafsi zao wamezizuia kwa ajili ya kutetea dini ya Mwenyezi Mungu. Hawa la yastati'una darban fil ard, kwa sababu ya kujizuia kukaa kwa ajili ya jihadi, wale wanakuwa hawawezi kutembea. La yastati'una, hawawezi kusafiri fil ardi, duniani, kwa ajili ya kuganga njaa na kutafuta kula ya watoto wao. Yahsabuhumul jahilu aghniya, huwadhania hao yule asiyewajua ni nani? Ni watu wenye uwezo, ni matajiri. Mina taafufi, kwa sababu ya kujizuia kuomba. Min sababia, kwa sababu ya kujizuia kuomba. Taarifuhum bisimahum, utawajua hao kwa alama zao. Sima ni alama, alama zao ni unyenyekevu, uchamungu. Taarifuhum bisimahum, utawajua wao kwa ule unyenyekevu wao, kwa ule uchamungu wao, utawajua kwa zile alama zao. Taarifuhum bisimahum, alama zao ni zipi? La yasaluna an-nasa ilhafa, tafsiri ya neno kwa neno, hawawaombi watu kwa kuwang'ang'aniza, kung'ang'ania. Bwana wewe, tunajua bwana leo mimi sina, sasa nitafanyaje? Japo ya kwenda kula mchana tu bwana, sina. Sasa wewe mwenzangu hapa mashuhuri bwana, nenda japo mimi sina, yeye yupo, tukang'ang'ania. Hii ndio ilhafa. La yasaluna an-nasa ilhafa, hawawaombi watu kwa kuwang'ang'aniza. Hii neno kwa neno, lakini hiyo jara fi ghairi sabili, imepita katika njia sio yake ya asili. Tumesema wale wanafanyaje vile? La yasaluna an-nasa nini, taarifuhum yahsabuhumul jahilu aghniyaa
mina ta'affufi, kwa sababu ya kujizuia kuomba. Alama zao ni nini? La yasaluna nnasa ilhafa, hawawaombi watu kabisa. Hapo sasa hivi kwa kung'ang'ania inakuwa hawawaombi watu kabisa, sio anaomba lakini hang'ang'anii, haombi kabisa. Umeelewa? La yasaluna nnasa ilhafa, hawawaombi watu hata kidogo, hawaombi watu kabisa kabisa. Kwa uslubu umepita katika njia isiyokuwa yake ya kawaida, kwa sababu itapingana ukiwa unasema wale watu la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu, mtu asiyewajua atawadhania aghniaa, kwamba wana uwezo, ni matajiri, mina taaffufi, kwa sababu ya kujizuia kuomba. Huku mbele taarifuhum bisimahum, utawajua hao kwa alama zao. Zipi alama zao? La yasaluna nnasa ilhafa, hawaombi watu kwa kung'ang'aniza. Ala, kule unasema wamejizuia kuomba, hapa unasema hawaombi watu kwa kung'ang'aniza. Kwa hiyo hapo inakuwa tafsiri yake hawawaombi watu zote, katika hali zote, nyakati zote. Vipi? Lailan wa nahara, alladhina, wale watu ambao yunfikuna amwalahum, wanaotoa mali zao, billaili, katika wakati wa usiku, wanahari, na katika wakati wa mchana, sirran, wanatoa kwa siri, wengine wasiwaone. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, katoa siri mpaka kukuliani hakuona. Wa alaniyatan, na katoa wazi wazi, wengine wote wameona. Yoyote katika hawa atakayetoa muda wa kuwa ametoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falahum ajruhum inda rabbihim, basi wanastahiki watu hao kupata malipo yao mbele ya Mwenyezi Mungu muumba wao. Falahum, wanastahiki waliotoa kwa siri, na wanastahiki waliotoa wazi wazi, wanastahiki waliotoa mchana, wanastahiki waliotoa usiku. Nini? Ajruhum, malipo yao ya kile walichokitoa yako wapi? Inda rabbihim, mbele ya Mwenyezi Mungu Mola wao. Wala khawfun alaihim, na hawatakuwa na hofu ya huko waendako. Wala hum yahzanun, na wala wao hawatahuzunika kwa kile wanachokiacha hapa duniani. Wala khawfun alaihim, hakuna hofu juu ya watu hao kufukarika, kuwa mafakiri kwa kile wanachokitoa. Hawatakuwa na hofu hiyo, kwa sababu wametoa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat, Allah yamhaqu, anaifuta baraka mali iliyokuwa iliyoliwa riba, wa yurbi, na huikuza, huiongezea as-sadaqat, mali inayotolewa. Kwa ukitoa sadaka hutakuwa na hofu ya kupungua wala kupunguzika mali yako. Fala khawfun alayhim, sababu ukitoa sadaka Mungu ameahidi mali yako kuitia baraka, hutakuwa na hofu ya kufilisika. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna, na wala hawatahuzunika. Wala hum yahzanuna, na wala hawatahuzunika. Sasa nimetoa wanangu, sijui huko watakuwaje, anabaki nyungua kama mtoto aliyokosa nguo ya sikukuu. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna, hawatakuwa na hofu kwa kuwa wametoa kwa ajili ya Mungu, na wala hawatahuzunika kwa kuwa wametoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe tu Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa na sisi miongoni mwa wanaotoa. Bahati mbaya tumesahau ile al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, mkono unaotoa ndio bora kuliko mkono unaopokea. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya, mkono wenye kutoa, mkono unaokaa juu, khairun, ndio bora zaidi, min al-yadi sufla, kuliko mkono unaopokea, mkono unaokaa chini. Kutoa ndio bora zaidi kuliko kupokea. Waislamu wengi kupokea kwetu, kupokea ndio bora zaidi kuliko kutoa. Bahati mbaya, yani Muislamu wa kawaida kutoa, hata jambo analoliweza kila nasubiri wafadhili watakuja watatoa. Wafadhili wanatoka wapi? Wafadhili ndio kitu gani? Mfadhili ndio wewe. Toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili upate malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na wala hutofilisika kwa sababu ya kutoa kwako, wala hutahuzunika kwa sababu ya kutoa kwako. Allah Subhanahu atujalie kuwa miongoni mwa wenye kutoa.
atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi